Kitabu cha Vuka Ujana Salama, kilichoandikwa na Mwalimu Furaha Kabage. Utangulizi. Katika dunia ya sasa, zipo fahari nyingi, vipo vizuri na vinono vingi na vya kupendeza, lakini ni vya muda mfupi na vya kupita tu. Ila ukitaka fahari yako iwe ya kudumu katika ujana wako, soma hadi mwisho hiki kitabu na kuzingatia pasipo kuacha. Kukaa kwa Muumba wako ambaye anadumu milele, hakika utajivunia ujana wako. Huu ni wakati wako sahihi kuleta mageuzi makubwa katika ulimwengu ambao thamani ya vijana imekuwa ni ndogo. Yaani, kijana amekuwa chanzo cha kuleta uharibifu tu. Huu ni wakati wako sahihi kuleta mageuzi makubwa katika ulimwengu ambao thamani ya kijana imekuwa ni ndogo. Yaani, kijana amekuwa chanzo cha kuleta uharibifu tu duniani na kutumiwa kuharibu imani kwa wana wa Mungu. Hii ndiyo sababu nimekutana na vijana wengi niliokuwa nikiwashirikisha kuhusu maarifa sahihi ya kutuvusha salama katika ujana wetu. Wamekuwa wanakejeli na kusema kwa kejeli, kwa ugumu wa mioyo yao iliyofungwa na Shetani, wakisema kuwa haiwezekani kuvuka salama. Wengine wanasema ni ngumu kuishi maisha ya kumtukuza Mungu na matakatifu yanayotuvusha salama na kuishi ndoto yako tangu ukiwa kijana, na wanaamini kuwa habari hizi kuhusu kuvuka ujana salama haziwahusu. Kumbe ni mbinu za Shetani. Wao wenyewe wamefungwa na kukamatwa ili kuendelea kueneza ajenda za kishetani katika ulimwengu wa sasa. Maana katika ujana ni umri ambao usipokuwa vizuri na Mungu utatumiwa na Shetani kusambaza ajenda zake. Lakini tazama Mungu wetu alivyo na upendo, huwa hapendi watoto wake kupotea. Ndivyo akanijalia haya maarifa nikushirikishe kwa moyo wa upendo ili tuvuke salama pamoja. Na unatakiwa kutambua kuwa kuna tofauti kubwa kati ya kuvuka ujana na kuvuka ujana salama. Soma kwa makini na utulivu uijue tofauti hiyo. Hiki kitabu kimebeba maarifa sahihi sana kwako wewe kijana unayetaka kuanza kuishi ndoto yako sasa na kujitengenezea maisha yenye maana na thamani mpaka unakufa. Swali langu kwako kila siku, jiulize, ni mambo gani unatakiwa kufanya kila siku katika ujana wako ambayo ni mwongozo kuelekea njia ya kufikia kusudi la kuishi hapa duniani? Zingatio muhimu: be the main character of your own life, not a minor character to someone else's life story. So you have to take the main to be the main. Don't watch the clock, do what it does. So keep going and make your dream of your choice into reality. Ndugu yangu mpendwa, tambua kuwa wewe ni zaidi ya unavyojiona au watu wanavyokuona. Ukikaa vizuri na Mungu wako, utajua picha ya kweli ilivyo kubwa aliyokuumba ndani yako. Kwa hiyo picha kubwa ndani yako, hakikisha unakuwa mhusika mkuu wa maisha yako. Acha kuzihesabu siku na tarehe tu, bali endelea mbele kuishi ndoto yako kuanzia sasa na sio kesho au baada ya umri fulani. Ukiwa bize kuishi ndoto yako, kamwe hautasumbuliwa na mambo ya ulimwengu, na kwako kuvuka ujana salama haitakuwa story ila jambo la lazima.
Fahari ya vijana ni nguvu zao. Mithali 20:29. Chochote unachotaka kufanya kipo ndani ya uwezo wako, ukiamua kutumia uwezo wako kwa asilimia zote. Pia fanya kwa ujasiri mkubwa, pasipo kuangalia wengine wanafanya nini au wanasema nini. Wewe tengeneza njia itakayokupa jina jema katika ujana wako na maisha bora. Hii ikuamshe zaidi kuwa popote uendapo na unapovuka, unachohitaji ni njia na kivuko salama. Sasa kivuko salama ni njia salama ya ujana wako, ni kuwa na maarifa sahihi ya kukuvusha katika ujana. Kwani ukivuka salama katika ujana wako, ndivyo unazidi kutengeneza kesho bora na jina jema. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Mithali 22:1. Halo kijana, chagua jina jema kuanzia ukiwa kijana. Tabia zako ndiyo maisha yako. Ishi tabia yako. Ishi tabia bora, uwe na maisha bora. Tengeneza historia bora kuanzia ukiwa kijana. Ujipe thamani tangu ukiwa kijana. Zaidi ya yote, amini kuwa kuvuka ujana salama inawezekana, na hakikisha unaishangaza dunia kwa kuanza kuwa kijana wa matokeo chanya kuanzia sasa. Kumbuka maneno ya hayati rais wa kwanza wa Afrika Kusini na mpiganaji wa ukombozi wa taifa hili, Nelson Mandela, aliyesema katika uhai wake kuwa it seems impossible until it is done, akimaanisha kuwa inaonekana ni vigumu mpaka utakapofanikisha hiyo azma yako. Hata kwake kufanikisha uhuru wa taifa la Afrika Kusini haikuwa rahisi hata kidogo, japo alifanikisha. Hata kwako sio rahisi kuvuka salama, lakini jipige kifua na jiambie kwa sauti kuwa inawezekana. Kikubwa kujifunza na kuzingatia zaidi. Kuvuka ujana salama inawezekana. Audio hii imeletwa kwako na Yusufu Enoki. Kwa maarifa zaidi, subscribe akaunti yetu ya Vuka Ujana Salama.